bimakakiri ardhiha, watibuni wagonjwa wenu kwa mizizi ya kwao. Hata madaktari hawa wanajua, mtu anakaa hospitali anakaa haponi, mwisho anaitwa, bwana njoo, nendeni naye nyumbani, huyo rudini naye Lindi. Huko Lindi kwenyewe hakuna watu sasa hivi, watu wote tumesahau miti shamba. Mtu akidili na miti shamba anaitwa mchawi. Mzungu anakuja anachukua miti shamba ile ile, sasa hivi ndo ameigeuza inaitwa supplement. Mkibadilishwa lugha mnakula, ikiitwa supplement, virutubisho. Bwana, virutubisho gani? Ni mwarobaini huo mpera huo, mronge, haba soda, ndio hizo tu. Wewe haiwezi katokea dawa nyingine ya kutibu mwili wako, ni hiyo miti, hiyo miti. Sisi tuliozaliwa zamani kidogo tuko naona, unaamka na kipande cha homa, mama yako anakuja akikutizama macho tu anajua hiyo homa fulani, ana kidude chake anasugua kwenye jiwe, kisha anakitia maji, anakusema fugua, dakika 2 unatetemeka hivi, unapiga boli kama kawaida, hakuna dozi, hakuna chochote, ndio shatoka hiyo. Sasa hivi unapigwa dozi mpaka inakuua, na hali hizo dozi hazinunuliki. Yani watu wote wanaumwa, watu wanakufa kwa sababu ya dozi. Kivipi? Yani unaambia huyu matibabu yake milioni 6, tangu wazaliwe hajawahi kushika 600,000, ataipata milioni 6 huyu? Na mara anakufa. Akishakufa hiyo maiti pia muipati mpaka mlipe milioni 6 ya watu ya kutengeneza hiyo. Dhahara alfasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidi nas wa kana aktharuhum mushrikin. Maneno hayo tunatoka hapa, mnanielewa? Haya, ukishajua hayo yote yakakuelewa, Mwenyezi Mungu anakuambia faaqim wajhaka lidinil qayyim, basi jielekeze kwenye dini ya sawa sawa. Umeyajua hayo yote na makosa na kila kitu faaqim wajhaka lidinil qayyim, jielekeze kwenye dini ya sawa sawa, kwenye dini ya Uislamu. Shika maelekezo ya dini ya Uislamu, ndio salama ya dunia hii. Hizi dini zingine zote za kuungaunga ni biashara tu, lakini dini salama fitratullah, kama tulivyoona juzi, dini ya umbile lako huwa dinul Islam. Waman yabtaghi ghaira alislami dina falan yuqbala minhu, yoyote anayetaka dini ambayo si ya Uislamu, falan yuqbala minhu, mazingira yatamkataa. Hata kama tunaona anapata faida siku 2, siku 3, siku 4, lakini mwisho wa jambo mazingira yatamkataa. Hakuna mafanikio ya maelekezo yoyote yasiyokuwa maelekezo ya dini ya Kiislamu. Hakuna, si katika uchumi, si katika siasa, si katika mambo ya kijamii, hakuna. Labda mtu akopi kwenye Uislamu, lakini akija na dini yake yeye ambayo haijakopi katika Uislamu, haimlipi. Na niwaambie uzuri wa maelekezo ya Kiislamu, ukiyafuata hata kama hujasema la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, hapa duniani yatakusaidia kimbembe ukirudi kwa Mungu. Narudia, haya maelekezo ya Mungu aliyokuambia fanya hiki usifanye hiki, fanya hiki usifanye, ukiamua kuyafata dunia yako itakuwa nzuri, hata kama humwabudu Mungu, hata kama humwabudu Mungu. Lakini Mungu akikwambia koga, ukaoga, alislamu fatana, Uislamu kwambia koga, basi hata kama wewe kafiri ukikoga utapata faida ya kukoga. Wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama riba, Mwenyezi Mungu amehalalisha biashara halali, ameharamisha riba. Hata kama Muislamu ukafanya biashara halali ukaacha riba utapata faida. Wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa saa, ukaamua kuacha zina hata kama sio Muislamu itakulipa.
Sijui imeeleweka vizuri. Msiibe. Na ndivyo walivyojificha wazungu. Wazungu hawasemi tu la ilaha illa Allah Muhammadu, lakini maelekezo yote ya Kiislamu, maelekezo yote ya Kiislamu ndio wanaofuata kule Ulaya, lakini katika mtandao wanakuleteni vitu vingine, wewe unaiga huko. Safiri leo, nenda kwa mfano Europa yoyote unayojua wewe, alafu nenda kaangalia kitu kidogo tu, mfano sheria za barabarani. Nenda kaangalie tu watu wanavyotumia barabara, utakuta ni maelekezo yale yale ya Mtume sallallahu alaihi wasallam juu ya matumizi ya. Hakuna ajali za ovyo ovyo. Gari ipite saa ngapi, pikipiki ipite saa ngapi, mwanadamu apite saa ngapi. Utaona mpaka huku si ndo pa kuishi. Shekhe, wamekopi Uislamu, na wewe rudisha hapa Uislamu. Sio hivi. Taa nyekundu ikiwaka ndo watu wanapita, ikija kijani watu hawendi. Mnacheka watu wa bodaboda mmomu. Hebu kafateni sheria. Kufuata mpango ni Uislamu, kufata mpango. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema usikum bitaqwallahi wa nadhmi umurikum, na kuhusieni kumcha Mungu na kupanga mambo yenu. Kupanga mambo yenu, mpango wa kukaa, mpango wa kuvaa, mpango wa kula, mpango wa usafiri, mpango wa kila kitu, mpaka mpango wa chakula. Uleje, asubuhi ule vipi, mchana ule vipi, jioni ule vipi. Ni Uislamu, sio uzungu. Leo ukienda nchi za watu unastarehe katika maduka yao, hata dukani ukiingia unaona kuna sheria hivi. Ule ni Uislamu ule. Mwenzio katangulia, we subiri ahudumiwe kisha ndo uje wewe, sio na wewe unaenda kusimama pale pale. Ukipanda hata kwenye mabasi unaona kabisa lile basi lina maeneo ya watu wazima, lina maeneo ya wanawake, lina maeneo ya watoto, lina maeneo ya ugonjwa. Basi hili na mlango ndo huo. Ni Uislamu. Anzilu nasa manazilahum, laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana. Maneno ya Mtume. Si katika sisi asomheshimu mtu mzima na kumsaidia mtu mzima, na si katika sisi asomhurumia mtoto. Nani kasema maneno hayo? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Leo bwana nenda kasimame pale hapo kituoni, uangalie jinsi basi likisimama, nani anatangulia? Wewe mwenye nguvu shababi ndio unatangulia, unamwacha mtu mzima na mtoto mdogo. Unatamani useme wapumbavu kabisa, lakini ndio lakini itatoka atenda kusifu Ulaya. Bwana, Ulaya gani shekhe? Wamejikubalisha. Mnanielewa hivyo? Nenda kaishi Kiislamu uone maisha yako yatakavyokuwa mizuri, hata katika uchumi wako. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema al-iktisadu nisful maishati, al-iktisadu nisful maisha. Budget, kupanga budget ndio nusu nzima ya maisha. Unapata mshahara 300 upangilie bajeti, lakini unapata mshahara 300 unaonga 1000. Hata sirudi. Mmesikia wote? Bwana sema rudia tena. Nitarudia mara ngapi? Mshahara wako 3000 unaonga 10,000. Wewe maisha atakushinda tu. Umeukataa Uislamu. Wa man yushaqiqi rasula min ba'di ma tabayyana lahu alhuda wa yattabi ghayra sabili almu'minin, Mungu asa nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Mwenye kukataa aliokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam na akaishi kinyume na watakavyoishi wale waliomkubali Mtume sallallahu alaihi wasallam, huyu nuwallihi ma tawalla, tunamsogomeza huko, aende huko na maisha yake magumu, atabaki anakatu maisha magumu. Maisha magumu. Dhahara alfasadu fil barri wal bahri bima kasaba wa kana aktharuhum mushrikin faakim wajhaka lidini alqayyim. Mungu anasema ukiajiwa haya, hebu sasa jielekeze katika maisha ya Kiislamu, nenda kaishi Kiislamu. Sasa
Acha maisha mengine ya kukopi unavyoona wewe, tafuta katika kila unachotaka kufanya Uislamu umekwambia ufanyeje. Ndio faaqim wajhaka lidini lkaim, nenda kaishi Kiislamu, jielekeze, jiachie, salenda. Ndio maana inaitwa al-Islam au al-istislam, manake umesarenda, umejikubalisha kwa Mwenyezi Mungu, unaacha mipango yako, nafsi yako inatakaje, unaishi anavyotaka Allah subhanahu wa ta'ala. Sawa, faqim wajhaka lidini alqaim min qabli an ya'tiya yawmun, kabla haijakuja siku ambayo la maradda lahu min Allah, isiyozuilika kutoka kwa Mungu. Siku hiyo haizuiliki, inakuja. Hebu nenda kaishi Kiislamu kabla haijafika siku hii ambayo inakuja kwa kasi na hakuna mwenye kuizuia. La maradda, siku hii la maradda lahu, hakuna chochote chenye kuizuia na kuirudisha. Ngoja usifike, ngoja hivi. Kuna mtu anaweza kuzuia kesho hapo? Si unajikuta tu kesho kutwa mtondogo, si mangapi, Ramadhani imefika, imeondoka, Ramadhani nyingine. Wanasema kullu maati fahuwa karibu, kila chenye kuja kipo karibu, siku ya kiyama ipo karibu. Na ndio maana utaona siku nyingi, aya nyingi zinazoelezea kiyama kinaelezea kishafika. Umeelewa? Ukiona aya nyingi za kiyama inaeleza kisemaje? Kishafika, kwa sababu kesho tu, msijidanganye, kesho tu. Kwani Simba na Yanga jana si mlikuwa mnatajua miezi mitatu nyuma huko? Si ndio ishapita tena? Alafu na madhulma mengi, si ndio? Ndio ishapita, subiri siku nyingine mbele ya safari huko. Mlikuwa mnaogopa Yanga, Simba na Yanga, ndio ishapita. Mnangojea sasa Idi, kesho tu mtaswali zaidi hapo. Na kiyama hivyo hivyo. Yaani usikae ukaona kiko mbali. Mashekhe waliotulia sisi wanasema hakuna miaka 100,000 kabla ya kiyama. Na hiyo mimi nimeambiwa miaka 40 nyuma huko. Na mashekhe waliolea mimi, mashekhe wa kweli. Nitarudia tena, kuna mashekhe na mashekhe wa kweli. Pata bahati mimi ya kulelewa na mashekhe wa kweli. Inna lillahi ibadan futana talaku dunya wa khafu alfitana nadaru fiha falamma ra'awha annaha laysat lilhayy fiha watana ja'aluha lujja wattakhadhu salihal a'mali sufuna. Ndio walotulea sisi. Unamuona kabisa mtu kamshiba Mungu, maisha yake ni kimungu Mungu, hata kichochote. Wamesema fanyeni wanangu, fanyeni dunia haina miaka 100,000 kabla kiyama. Na mkikaa nyenyewe mnaona yanavyokuja kiyama. Si vitu vinaanza kuvunjika hivi sasa hivi, vitu vinajengeka, vinavunjika. Sisi wenyewe tunavunjika, mikono, miguu. Dunia yenyewe haipata, inatengenezwa barabara leo. Zamani barabara ikitengenezwa inakaa miaka 50. Sasa hivi inatengenezwa leo, kesho unamwona mtu anaziba kiraka. Kuna njia moja huku nimepita juzi, vile viraka mpaka vimekuwa vingi kuliko ile lami ya kawaida. Si ndio mwanangu? Na imetengenezwa kwa gharama. Si njia za mwendo kasi sitengenezwa juzi tu. Si juzi tu, hata miaka 20 bado. Ziko wapi? Zimeisha. Ndo dalili moja ya kiyama hii. Msikiti huu ulikuwa mzuri, kama sio repair huu ungekuwa saizi ushakwisha huu. Lakini ndo mnajitahidi kila siku, Mungu awajaze kila la kheri, mnautia rangi, mnaufanyaje, lakini unabomoka kila siku. Ungekuwa shabisa. Tangu mwaka 1995 sio 96 97 msikiti umefunguliwa, ungekuwa shakwisha zaidi. Lakini alhamdulillah, mafeni haya yote mimi na hakika na ujua huu msikiti sio mafeni yalioanza na msikiti huu. Taa hizi zote mpaka maspika mpaka hichi kiti nilichokalia mpaka zulia mlokalia hilo silo. Yale yako wapi? Hivi mnazingatia hili jambo au mnakwenda tu? Koki zote zile sio koki za mwaka 1998, sio? Mna repair nyie wenyewe, viatu vyenu sivyo. Ukipiga hesabu kuanzia mwaka 1990 mpaka leo, ukihesabu chupi ulizovaa, saa nyingine zinajaa hichi chumba kidogo hapa.
zote zimechanika zile. Dalili ya kiyama hiyo. Chupi peke yake container 7. Umecheka. Alafu mtu bado anajishaua. Kiyama kishafika. Sagula haraka fanya, wakati ndo huu. Kungojea kesho saufa usalli, saufa asumu, saufa ahuji, saufa. Mmoja katika wanachuoni wa zamani anasema iyakum wa taswif, iyakum fa in li anna saufa hablum min habaili iblis. Iyakum wa tafwis wa taswif li anna saufa hablum min habaili iblis. Tahadharini na ile I sure. Umeelewa? Kesho nitafanya, saufa aktulu, nitafanyaje sio? Acha hiyo. Hii kesho ni kamba miongoni mwa kamba za ibilisi. Akitaka kukupata ibilisi anakwambia lazima ufunge leo. Utafunga kesho? Kwani lazima uende darasani leo? Si bado zimebaki Ramadhani ngapi? Jamani, leo Ramadhani ya 12 sijui. Wengine huko na 13. Kwa sababu si kila Ramadhani, wengine wana 20 leo. Wenye haraka na wachelewesha. Kesho piga 20 yake safi. Wewe kuna ngojea nini? Kuna watu wana haraka. Haya. Kwa hiyo fanyeni, ingieni katika Uislamu min qabli an ya'tiya yaumun la maradda lahu min Allah. Mina kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Yauma idhin yasaddaun. Siku hiyo watu watatengana. Yani atatokea makundi haya. Kundi la mwanzo, man kafara fa alaihi kufruhu. Umeelewa? Aliyokufuru atakwenda na ukafiri wake. Wa man amila salihan, na yule alioamini na kufanya mambo mema, fali anfusihim yamhadun, basi wanajitengenezea nafsi zao. Fali anfusihim yamhaduna, yani yamhaduna li anfusihim, wanajitengeneza kwa ajili ya nafsi zao. Mwenyezi Mungu atujalie katika hao. Siku ya kiyama makundi mangapi? Mawili tu, hakuna la tatu. Kuna kundi la makafiri, kundi la waumini. Sawa? Kwa hiyo man kafara fa alaihi kufruhu, mwenye kukufuru ni is up to him. Umeelewa? Yeye na ukafiri wake. Wa man amila salihan, na mwenye kufanya mema, fali anfusihim yamhadun, wanajitengenezea nafsi zao. Mwenyezi Mungu ajalie katika hao. Kwa nini? Liyajizia alladhina amanu wa amilu salihati min fadlihi, ili Mwenyezi Mungu apate kuwalipa walioamini na wakafanya mema. Kila inapotajwa imani inatajwa na kufanya mema. Hakuna mtu kulipwa kwa imani tupu. Mtu analipwa kwa imani yenye matendo, na hakuna mtu kulipwa kwa matendo matupu, isipokuwa matendo analipwa kulingana na nini? Imani. Kwa imani matendo, matendo imani. Msijidanganye. Kuna baadhi ya watu Waislamu wazuri sana kwa imani, na usimwambie chochote yeye kwa imani yake, ana imani kali lakini haishi kiimani. Sawa? Haswali huyo, afungi huyo, afanyi chochote, muongo, lakini mimi Muislamu. Mie ndio kile kisa cha muumini nyani. Nilisema hapa kuna watu wana imani ya unyani. Mshasahau? Mnakumbuka imani nyani hakuna. Kuwa katika Uislamu wa kweli kweli. Tumeelewana? Kanat li nafsi ahwa'un mufarraka, fastajma'at lamma ra'atka al-'ainu ahwa'i, mbele fasara yahsuduni man kuntu ahsuduhu, wasirtu maula alwara musirta maulai. Nilifanyaje? Taraktu linnasi dinahum wa diniyahum shughlan bidinika ya dini wa dunia. Darweshi mmoja wa kitasawuf alisema maneno haya, maneno ya watu wa tasawuf, watu wa
Anasema kanat li nafsi ahwaun mufarraka, kanat li nafsi, nafsi yangu ilikuwa ina matakwa mengi, ina mahitajio mengi, kama tulivyokuwa. Yani nikikaa hivi likipita gari zuri na sada kilipata lile, akipita mtu na kanzu yake nzuri, watu wanapendeza bwana. Akipita mtu na mkewe, wakubwa wanafaidi bwana. Yani ili mradi wewe kila mtu kapita na mkewe, wakubwa wanafaidi. Allahu akbar. Watu wanalala usingizi mzuri. Yani mtu anataka yeye kuwa mbunge, yeye anataka yeye kuwa waziri, yeye anataka kuwa imamu, yeye anataka kila kitu. Ndio kanat li nafsi. Mpelekee bwana. Asante. Allahu akbar. Kachafukwa Ruzengo. Kanat li nafsi ahwa'u mufarraka. Aza nafsi yangu ilikuwa na matakwa mengi, nataka kila kitu. Uwaziri na utaka mimi, wanasiasa na utaka mimi, uimamu na utaka mimi, uimbaji mimi ndo msanii, yani ili mradi tu. Lakini anasema siku nilipotulia nikajua kumbe ili niyapate haya yote nimpate Mungu, nilimshika Mwenyezi Mungu. Sawa? Siku nilojua kwamba mwenye haya yote ninayoyataka mimi mwenyewe ni nani? Allah. Basi nilimkamata Mwenyezi Mungu kwa ibada, kumtii, kumuomba, kujiweka karibu yake. Nilivyofanikiwa kumkamata Mwenyezi Mungu, anasema faswara yahsuduni man kuntu ahsud, yule ambaye kwamba mimi nilikuwa nataka niwe kama yeye, basi akageuka yeye akawa anataka awe kama mimi. Si naelewa vizuri? Sikapita askari kavaa gwanda lake la jeshi, kapiga tenge lake la jeshi yule. Siku nilivyompata Mungu, yule askari alipenda awe kama mimi, ilhali mimi sijavaa gwanda. Nilitaka niwe kama tajiri fulani. Siku nilivyokaa kwa Mwenyezi Mungu, yule tajiri alipenda awe kama mimi. Simu atanipigia mkono, vipi shekhe, unikali unatutupa siku hizi. Sasa tajiri anaambia mimi nanitupa vipi? Faswara yahsuduni man kuntu ahsudu wasirtu maula alwara mudhu sirti maulaya, na nikawa mimi ndio kipenzi cha watu pale Mungu alivyokuwa mpenzi wangu. Nilivyoona Mungu ndio kipenzi changu, basi nikawa kipenzi cha kila mtu, ananipenda. Watoto wadogo nikipita wananipenda, watu wazima wananipenda, wanawake. Hapo sasa melo, yani ili mradi tu. Kumbe siri yake ni kukaa karibu na Mungu, sio kitu kingine. Sio nataka wanawake wakupende, swali swala 5, amka usiku, jikurubishe kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wasirtu maulal wara, nikawa kipenzi cha watu. Mudhu sirta maulai, tengeza nafsi yako. Umeelewa? Anasema na wakupeni siri. Unajua anasema nifanye nini? Taraktu linnasi dinahum wa dunyahum. Taraktu linnasi, niliwaachia watu dini yao na dunia yao. Kuna vitu vingapi? Niliwaachia watu dini yao na dunia yao. Yani niliwaachia watu culture yao ya kidunia. Hata ule Uislamu wa kinyani niliuacha. Muislamu lakini si swali, Muislamu navuta bangi usiku, Muislamu mchawi, Muislamu siwapendi wenzangu bila sababu tu, lakini Muislamu sipendi kumuona fulani. Niliacha tabia hii. Shughulan bidinika maf'ulu min ajli, kwa ajili ya kushughulika na dini yako na dunia yangu. Mwenyezi Mungu ajalie katika hapo. Siku ukimuona Mwenyezi Mungu na ukampata, kila kitu kitakutaka wewe.
Imeeleka vizuri? Ndio hii liyajzi alladhina amanu wa amilu salihati min fadli, ili awalipe wale ambao wameamini na wakafanya mambo mema, imani ipatane na mambo mema, kama huyu bwana alivyojieleza hapa. Sawa eh? Liyajzi alladhina amanu wa amilu salihati min fadlihi, awalipe min fadlihi Allah. Hunaka fadlullah, fadlu, usitake kitu kingine, taka fadlu min Allah. Fadlu ambao Daudi alipewa, walaqad ataina Dauda minna fadlullah. Mwenyezi Mungu anasema tulimpa Nabii Allah Daudi fadlullah, ya jibalu awibi ma'hu wat-tayr. Daudi alipata fadhili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ikawa anaweza kusemesha mpaka majabali. Hiyo nguzo anaongea nayo hiyo hapo, ingekusema Daudi, huyu kaniegemea tangu kaja hapa, kaniegemea na mimi nikamwambia mmeegemea nguzo hiyo. Aliweza kuongea na ndege. Fadlu min Allah. Kuna watu Mwenyezi Mungu amewapa fadlu min Allah, akikuonyesha kidole hivi kina maana, akikuita leo tukiyasema hayo hujapata fadhili. Kana waliofadhilishwa na Mwenyezi Mungu. Hana haja ya nauli, hana haja ya simu, hana haja chochote. Wewe simu ikipotea na wewe umepotea. Kuna watu simu ikipotea, leo kanipigia simu mtu mmoja asubuhi, anataka simu, basi kila baada ya dakika 5 usisahau bwana. Yani akili yake ipo kwenye simu. Wewe mwenyewe ndio simu bwana. Walakad faddalna walakad karramna bani adam, walakad, Mungu anasema tumemheshimisha mwanadamu. Leo heshima yako unaipa simu. Allahu akbar. Mwenyezi Mungu atupe fadhili walakad ataina Dauda minna. Lakini angalia katika mtume sasa, wa kana fadlullahi alayka adhima, wa kana fadlullahi alayka, na fadhili za Mwenyezi Mungu kwako wewe Mtume Muhammad adhima, ni kubwa. Kisha anatokea mjeuri mmoja anakuambia mimi na mtume sawa sawa. Wewe fadhili zako zipo kabla sijakuwa adhima, una fadhlu min Allah. Tuwe na adabu liyajzi alladhina amanu wa amilu salihati min fadli innahu la yuhibbul kafirin, hakika Mwenyezi Mungu hawapendi wenye kumkanusha. Innahu la yuhibbul, yani hawapendi wenye kumkanusha, hawapendi wasio mshukuru, hawapendi wasio muenzi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawapenda wenye kumhimidi, wenye kumkubali. Mwenyezi Mungu ajalie katika hao, ili apate kutupenda, tusimkanushe, na tumuombe Mwenyezi Mungu wakati wote aturudishe kila tunapokosea, turudi katika njia yake, sisi na wazee wetu, sisi na vizazi vyetu, auone udhaifu wetu, atushushie rehema zake kwa baraka Ramadhani hii. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi allimna alladhi yanfa'una, bifaqihna wa faqih ahlana, wa qarabatin lana fi dinina, ma'alil qatri wa dhakar. Rabbi wafiqna wa wafiqum lima tartadhi qawlan wa fi'lan karama, warzuqin kulla halalan daima, wa khilla atqiya ulama, nahla bil khairi wa nufa kulla shar. Rabbana aslih lana kulla shu' wa akirra min ridha minka al-uyun, wa qudhi anna rabbana kulla duyun, qabla an tatiyana rusulul manun, wa firistur anta kiram satar, wa salatullahi tashal mustafa, man ilal haqi da'ana wal wafa, بكتاب فيه للناس الشفاء،
بالمصابيح الغرر عالما سري وأخفى مستجيبا ربي فهمنا علوما برسول الله wahlul anal. Ndugu yetu Muhammad Kasim amenikuja kunanganeza, anasema anaomba dua zetu. Sasa hivi mzazi wake mmoja anaumwa na yuko ICU, tumwombee Mwenyezi Mungu shifa yeye na wagonjwa wetu wote, na sisi wenyewe pia wagonjwa tunaumwa. Mwenyezi Mungu atuondoshee vigonjwa tunavyojua tusivyojua. Naam, kuna maswali ungenipa ningeanza nayo kesho. Ukinipa maswali naanza nayo kama tulivyofanya jana, sawa? Basi jamani, tusomeni alhamdu. Alhamdu ni shifa, zinatakiwa alhamdu ziwe 7. Hapa sisi tuko zaidi ya, tusomeni alhamdulillah moja, kisha tumswalie mtume mara 3 kwa ajili ya mama yetu huyu, Mwenyezi Mungu ampe afya yake. Ini yati shifa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wassalamu ala rasulillahi sayyidi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha.